Game Fest Quality Tanzania Limited Production. Katika nyumba hii bila mpangilio maalum. Nami sitaki kuchanjwa chale. A Point of No Return ni filamu bora ya Kiafrika inayoainisha tofauti za tamaduni mbalimbali zinazofaa na zisizofaa katika jamii. A Point of No Return. They thought it's a point of no return. You will get to the point with no way back. It's a point of death. A point of no return. A point of death. Asante kwa kumbadilisha Lamek na kumfanya awe mume mwema. Himidiwe, mbarikiwe, twakuinua Mungu. A point of no return. A point of death. Cross My Sin ni filamu bora ya Kiafrika iliyoshirikisha wacheza filamu maarufu tofauti na Nigeria. Cross My Sin. Cross My Sin. I'm asking Toba ya kweli. for forgiveness. You put a child in my car? Because you are the father of this baby. Never, my dear wife. Cross My Sin. Go and look for the person who impregnated your daughter, not my son. I'm not involved in this scandal. Sasa Gladys kaenda wapi? I am tired of this business of going and coming back. Kasemaje? Kakata. It's true. Cross My Sin. And the child is mine. May the Lord bless us all. Cross My Sin. Pata nakala yako sasa iko madukani. Wenende bwani we kamutande gogwe maji ya jawa. Sepu we nguo yako mbaya usinidie vumba nasema kanguo kako kabaya usinidie vumba. Wenende bwani we kamutande gogwe maji ya jawa. Wenende bwani we tande gogwe. Vipi, mbona unagonga kamurango kwa nguvu bwana? Samani. Okay, na haka ni karangi kanguo hadi kanywele. Lakini woke, ulikuwa una kashida gani? Nilikuwa nahitaji kuona mwenye nyumba. Mama mwenye kajumba. Ulikuwa na ka appointment naye au umekurupuka tu umekuja huku? Sina appointment. Unafahamiana naye? Ndio namfahamu.
Okay, wewe unaitwa nani mwenzangu? Mimi Mama Nelson. Umesema unaitwa Mama Nelson. Unakaa wapi? Nakaa Mbezi. Ulikuwa unakashida naye gani bwana? Samawani. Kamwi. Samawani sana Habari yako? Nzuri, shikamoo. Marhaba. Nikusaidia nini? Mimi ni Mama Nelson. Hey, nimefurahi sana kukufahamu. Naitwa Anita. Nakufahamu? Unifahamu? Nina sana. Hapana, tuache hayo. Mama yuko. Umenifuata ofisini ukaona haitoshi mpaka unifuate nyumbani kwangu, sio? Hivi Bella, ina maana wewe kweli leo unifahamu? Nataka nikukumbuke, sio? Nikukumbuke. Hebu ondoka sasa hivi kabla sijakutupia mawe. Mama unataka majiwe? Lete mawe kwa haraka tumtoe huyu. Unataka majiwe? Lete. Tukatoe haka tukatoe tu mama, get out. Mtoe huyu mtu haraka. Get out. Mom, what? Kuna mfanyia hivyo Mama Nelson? So, get out. Tena amesema ananifahamu. So what? Get out. Toka mwana kule getini hapa amevaa nywele nyekundu, kama ndomo nyekundu, kwa nyekundu nikajua kaleni kadi tu. Haya, get out. Salamu zao. Walu. Njoo haraka. Mama. Nimekwambia sitaki kuingiza watu wasiojulikana ndani ya nyumba hii. Unataka kazi fanya, unataki out. Mom. What? Nini manake? Tabia gani? Kwa sababu ana pesa? Kwa sababu ana wadhifa na uwezo wa juu ndio maana atuzalishe kiasi hicho mama yangu? Mambo haya nipasa anifanyie mimi, sio wewe. Asira zake kwangu anazileta hadi kwako. Tabia gani? Hata tangu hizi za marehemu yule mzee hajawahi kunivunjia heshima kiasi hiki. Kwa nini anifanyia hivi? Yes. Naitwa Feti. Mama Nelson. Naomba usikilize kwa makini. Umeshindwa kumtendea haki mtoto wangu. Sasa naomba mimi haki yangu ya miaka 20 iliyopita katika hospitali ya St. Gabriel mwezi wa kwanza saa 4:30 usiku. Bila shaka unanikumbuka vizuri. Na nilihitaji hiyo haki yangu. Stupid. Yes, Anita. Hello, Anita. Unasemaje? Samani auntie, naulizia mtaa wa Kiota. Mtaa wa Kiota ni mtaa unaofuata baada ya huu. Okay. Na namjua kijana mmoja hivi anaitwa Nelson. Hapana, simfahamu. Unajui anaishi na mama yake anaitwa Mama Nelson. Kwa Bi Feti. Yes.
Okay, sina hakika sana ila ni nyumba ya 3 baada ya kona. Jaribu kuulizia tu. Okay, thank you. Na unaenda wapi? Naweza kukupa lift? Hapana, asante. Mimi niko karibu na kufika. Okay, asante. Kwa nini amfanyie vile? Kwa nini amdhalilishe kiasi kile? Anita, mama yangu mzazi ni wa kumfukuza kwa mawe? Kweli? Kwa nini ananichukia kiasi hicho? Mimi nimeua mtu. Yaani hasira yake hadi kwa mama yangu. Mimi mwenyewe binafsi sijui niseme nini. Ila naomba samahani sana kwa watu waliofanya mama yangu. Kinasomea sana, lakini unamjua mama vizuri. Lazima niumie kwa sababu huyu ni mama yangu mzazi. Mambo yale anifanyie mimi, sio mama yangu. Lazima mheshimu. I know. Lakini imeshatokea, no way out. Kwanza na wewe mimi nafikiri bora uondoke kwa sababu hakuna chochote unachokuja kunisaidia hapa. Hakuna mchango wote naoona kutoka kwako. Ni bora tu uondoke. What? Ina maana unanichukia hadi mimi? Lazima nikuchukie kwa sababu wewe ndio chanzo cha mimi kufukuzwa kazi. Wewe ndio chanzo cha mimi kunisababishia matatizo yote haya. Sasa bado unazidi kunifuata nishie jela mimi. Unataka niende jela? Nenda. Okay. Kama umesema mimi ndio chanzo cha kufukuzwa kazi. Nitaondoka ila naomba uchukue hii. Anita. Asante. Yaani nimekuona toka kule. Yaani unapita mtaani kwetu hata kuja kutusalimia jamani. Na unajua nilikuwa na mambo mengi kweli kichwani. Vipi lakini habari za siku? Namshukuru Mungu sana. Jambo nyumbani. Hawajambo. Karibu nyumbani. Haya sana. Mama, washafika tayari. Okay. Waambie nakuja. Marhaba. Kuna ni wanawake wenzangu kutoka kanisani, tunajumuia nyumbani. Nzuri sana. Umemwona binti yako Mary? Ndio huyu Mary alikuwa kilialia. Nasikia ameshakuwa mama tena. Sio yule tena alikuwa kinalialia wakati ule. Tena namshukuru Mungu. Ni binti aliyeokoka na anamcha Mungu. Vizuri sana Mary, umepata njia iliyonyooka. Mungu akubariki. Amen. Mary, huyu ni mamako mkubwa. Ni nesi mstaafu. Toka nina ujauzito wako hadi najifungua, yeye ndo alonisaidia. Kakubeba sana. Nashukuru sana kufahamu. Asante. Unanijua vizuri Sana. Tangu na siku moja. Okay, basi naomba tutembelee nyumbani kidogo ili nikuandalie chakula. Japokuwa itakuwa kidogo lakini itakuwa cha kushukuru kwa kumsaidia mama wakati anajifungua mtoto Mary. Vizuri Mary, lakini leo sina. Okay, basi niahidi. Nakuahidi. Hiyo siku nitatokea sijali. Bifeti, nakushukuru sana. Karibu nyumbani sana. Haya. Asante. Haya, asante.
kunifahamu mimi. Hebu uliza majirani wote mtaa mzima watakueleza mimi ni nani. Sina haja kukuulizia na kufahamu vizuri. Wewe unifahamu. Hivi mwanao ushafuta kazi, kwa nini unakuja kunikera kila siku? Alafu unajua mama nikiamua kushughulikia mwanao Nelson hata kuona tena. Sasa kuanzia leo, nataka uondoke katika nyumba yangu na usirudi tena katika hekalu langu hili. Si sawa? Najua Bella, uwezo wao unao. Lakini mimi sikuja hapa kwa shari. Na kwa sababu msisitizo na kurudishia tena. Umeshindwa kumtendea haki mtoto wangu. Sawa? Sasa nirudishie mimi haki yangu ya miaka 20 iliyopita. Unakumbuka katika hospitali ya St. Gabriel? Mwezi wa kwanza tarehe 6 saa 4:30 usiku. Kwa hiyo Bella, usije ukajidanganya kwamba unatembea katika jangwa ukataraji kivuli. Hakuna kitu cha namna hiyo. Kwa heri. Hayo ndio maisha ya Mary. Memlea kwa msingi thabiti na imara. Lakini tunasikia yanatutisha. Wakati mwingine anakuja akiwa analia na kudai kapigwa. Wakati mwingine anadai kuwa anaitwa majina ya ajabu kwa barabarani, hasa jina la Anita. Mbaya zaidi, mpaka viongozi wa kanisa wanakuja kushtaki kuhusu vitendo vyake huko nje. Lakini ukimuuliza Mary, anakataa kabisa. Baba Mary na Mama Mary, nimempokea Mungu katika maisha yangu. Kaniongoza tena nitakase. Lakini wanamlilia kila siku kwa dhambi refu ya miaka 20 iliyopita. Tatizo la Mary nilijua. Tiba ya Mary nilijua. Na ndio maana nimeamua kuwa mkweli. Nitasema ukweli endapo tu mtanihakikishia usalama wa maisha yangu. Sema tutakulinda. Wakati ulipokuwa na ujauzito wa Mary, mimi ndo nilikuwa mkunga kuzalisha. Ndio. Nakumbuka ulikuja katika hospitali ya St. Gabriel saa 4:30 usiku miaka 20 iliyopita. Na nilikuzalisha nikakuambia kwamba umezaa mtoto mmoja wa kike. Ni kweli, Mary? Ukweli ni kwamba ulikuwa umejifungua watoto mapacha. What? Yaani mabinti wawili wa kike. No. No. Tena Mungu mkubwa. Ni kweli. Ngoja nikwambie.
Eti nilikuwa nakuthamini na kuishi, kwa nini umeamua kunifanyia hivyo? Mtoto wangu, damu yangu, unaamua kuiuza? Wewe ni mchawi. Mami, tuliahidi tutamlinda. Mbona unakuwa hivi? Kaa tumsikize. Please, sit down. Bella alikuwa akitafuta mtoto baada ya kizazi chake kufunga. Alikuwa anafanya hivyo kumridhisha mume aliyekuwa naye, kwa sababu mtoto aliyekuwa naye alikuwa si kizazi cha yule bwana. Kwa hiyo aliniomba nimsaidie, na mimi ndio nikafanya hivyo, lakini aliniahidi angenilipa pesa nyingi sana. Baada ya mimi kumsaidia, hakutekeleza ahadi yake mpaka leo hajanilipa hata hizo pesa zenyewe. Oh. Kwa hiyo umeamua kuwa mkweli kwa sababu hakukulipa? Hapana. Nimeamua kuwa mkweli baada ya kumjua Mungu. Hiyo unafahamu anakoishi huyo mama na huyo binti? Binti yetu. Ndio, na huyo binti ndo anaitwa Anita. Anita? Anita. Watu walikuwa wanamuita Mary Anita. Na hilo ndio tatizo. Unaweza kutupeleka huko anakoishi huyo mama na binti? Sasa nachokwambia, toka ndani ya nyumba yangu. Nenda huko unakokuwa wewe kuzuri. Ukakae huko kwa usirudi hapa. Na naomba uondoke kabla sijakufanyia kitu chochote kibaya, Anita. Anita. Una nini? Una tatizo gani? Maana kama umeshindwa kuelewana na mama ambaye ndo nguzo yetu, tegemeo letu katika maisha yetu, sasa hata mimi mnaniweka njia panda. Maana kila nikikuuliza sababu ya kumchukia mama kimya, unamchukulia kama mtoto mdogo, unamdharau, unamfanyia mambo ya ajabu. Sasa kama una mama mwingine ambaye unamheshimu zaidi au sawa. Ndio maana nakwambia Anita, toka ndani ya nyumba yangu. Mimi sitaweza kuendelea kuishi na wewe. Na nakwambia Anita, asiyefunzwa na mamaye atafunzwa na ulimwengu. Bora unalijua. Okay. Mimi nitaondoka katika nyumba hii. Lakini kabla sijaondoka, naomba mnisaidie jambo moja tu. Mwiteni aliyekuwa mwanasheria wa baba. Akifika hapa tu nitaondoka. Samaneni kwa usumbufu. Nice sana. Uone kama utajiumiza mwenyewe. Marehemu aliacha usia wake na ni kama ifuatavyo. Marehemu aliacha mke ambaye ni Bi Bella. Aliacha mtoto mmoja wa kike wa kumzaa mwenyewe kwa maana ya Anita. Lakini pia marehemu aliacha mali nyingine kadha wa kadha na ni kama ifuatavyo. Ameacha nyumba 2, gari 3, kampuni 1 ya usafirishaji, na mwisho ni shamba 1 la ekari 40 ambalo linapatikana maeneo ya Mpini. Pia marehemu alimchagua mrithi na msimamizi wa mali zote kuwa ni binti yake Anita. Mke Bi Bella atatunzwa na bintiye Anita bila kuhusika na jambo lolote, zikiwepo mali isipokuwa kwa idhini ya Anita mwenyewe. Wewe
We muongo. Haiwezekani hata kidogo. Yaani mume wangu mimi aache kumrithisha mimi mali akamrithisha Anita. Huo ni uongo. Huo ni uzushi utakuwa umetunga wewe mwenyewe. Zipo sababu. Kwa mujibu wa usia wa marehemu, moja ya sababu kubwa zilizopelekea kifo chake zilisababishwa na wewe. Nanisingizia. Haiwezekani nanisingizia. Mimi ni muue mume wangu. Mume wangu mwenyewe ambaye nilikuwa nikimpenda. Nanisingizia. Usijali mama. Maana baba aliniambia. Na mengine nilishuhudia mimi mwenyewe. Nilikuwa mdogo kipindi hicho. Mama uliingiwa na tamaa baada ya kumridhisha baba kunizaa mimi. Maana baba alihitaji sana mtoto kutoka kwako. Ndipo mama ulipoamua kuyafanya hayo. Hani. Baba Anita, amka. Kumekucha. Amka wahi kazini. Okay? Haya, amka, utachelewa. Sasa amka, nishakutanisha chai tayari. Nenda kaoge, kapige mswaki, afu uje kunywa chai yako, wahi kazini. Usije ukasema mimi mke mbaya. Sawa eh?
Nimetosheka. Baba, jitahidi kidogo. Pole, Daddy. Thank you, my daughter. Daddy, why don't you see the doctor? Nilishaonana naye. Hey, Kai. It's too late. Too late? What do you mean? It's okay. Hebu kunywa haraka bwana, mimi na mambo mengi ya kufanya. Nini sasa? Ile ndani kubwa lazima ifanye kazi kidogo. Samahani. Samahani mwenyewe. Niangalie kwanza. Unakataa utake? Niangalie kwanza. Bakuli la uji hilo hapo, kama unataka kunywa, kama unataka acha, shauri yako. Pole sana baba. Usijali mama. Namchukia sana mama. Wakati mwingine sipendi hata kumwona. Kwa nini? Sipendezwi na tabia yake. Yaani baada ya kukaa na wewe, kukufariji kwa upendo, yeye ndo kwanza nakukandamiza. Simpendi, namchukia kama adui yangu.
Anita, my daughter. Yes, Dad. Hutaki kuwa hivyo. Ya kupasa umpende. Mpende adui yako kama unavyojipenda. Utapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Hapana baba, hapana. Kiendelea kwa hivi, mtu anaweza kuua, na kwa tabia ya mama anafaa hukumiwe. Imekatazwa usiue wala usihukumu, kwa maana nawe utahukumiwa. Anita, Baba, hakuna mwanzo usio na mwisho, na mimi mwisho wangu nauona. hapana. Useme hivyo baba. Unaumiza moyo wangu. Najua. Sina budi. Sasa baba, ulijuaje kama mama ndiye alikuwekea sumu katika mswaki? Sikia. Akiongea kwenye simu, akimpa taarifa yule mtu aliyempatia sumu ili nife. Kwa nini baba? Kwa nini? Why, Daddy? Mwache anachokitaka akipate, ila anachokitafuta maishani katu hatofanikiwa. Mama, kwa maana amekosa hekima. Mama, kwa nini umemtenda hivi baba? Sikwambii hivyo ili umchukie mama yako. La hasha. Mpende mama yako. Tena mpende sana. Lakini usije ukawa kama mama yako katika maisha yako. Hapana. Siwezi baba. I can't in my life. Vizuri binti wangu. Naomba maji ya kunywa. Baba. Baba. Dede.
baba.